Afisa mdhamini wa Idara ya Kilimo Mhandisi Idrisa Hassan Abdallah amesema hayo huko katika viwanja vya maonyesho ya chakula cha Manangwe, wilaya ya Wete, mkoa wa Kaskazini Pemba, wakati wa uzinduzi wa shamba darasa kwa wakulima na maafisa wa kilimo kupitia mradi wa kilimo himilivu unaofanya kazi chini ya Idara ya Kilimo, Umwagiliaji, Maliasili na Mifugo Zanzibar. Lakini kumbe nyinyi mwe walimu. Mashamba darasa haya yanaanzishwa na Wizara ya Kilimo, yanafanywa katika vituo vyenu kama wakulima. Shamba darasa. Kwa hiyo nyinyi wale mna mashamba, kumbe mna madarasa ya wakulima wengine kuja kujifunza taaluma mlionayo ili na wao wakawe wakulima. Aidha, Mhandisi Idris akatumia nafasi ya kuwasihi wataalamu wa kilimo kuandaa ziara ya kimasomo kwa wakulima ili waweze kujifunza zaidi kwa kubadilishana mawazo, kutembeleana. Shamba darasa hili liko wilaya gani sijui, wachukue kwa makusudi basi watu walioko katika shamba darasa la kusini wawapeleke huku ili kuendelea kujifunza miongoni mwao kwa wao na miongoni mwa jamii, na mtu awe committed. Yule ambaye mkulima kawekewa shamba darasa pale ahakikishe kwamba wale mzunguka hata kama wamejitahidi na wao wameiga ile technology. Hii ndo kuendelea, tusio wa binafsi. Mapema afisa kiungo wa matunda na mboga mboga kutokea mradi wa kilimo himilivu Zanzibar, Amina Muhammad Suleiman, amesema lengo la kuanzisha shamba darasa kwa wakulima ni kuwapa elimu ili waweze kulima kilimo chenye tija. Lengo kubwa la hivi shamba darasa ambazo tutakuwa tunazianzisha ni kuwapa elimu wakulima na kuweza kujifunza teknolojia za kisasa kwa ajili ya kuimarisha uzalishaji na kuongeza kipato katika uzalishaji wa mazao ya kilimo. Akizungumza kwa niaba ya wakulima wenzake mara baada ya uzinduzi wa shamba darasa, wakulima wanaojishughulisha na vilimo tofauti, mkulima Fikirini Abdalla Haji amesema wana matumaini makubwa ya ongezeko la kipato kupitia mradi wa kilimo himilivu kutokana na juhudi wanazofanya wakulima. Matumaini makubwa kupitia huu mradi, kwa sababu tutapata msaada kama hii ya pembejeo, mambo ambayo tulikuwa tukitumia gharama zilizo kubwa kuweza kuyatafuta ili kuweza kuongeza wigo mpana wa uzalishaji, lakini sasa kupitia serikali yetu, kupitia kampuni hii ya utekelezaji, na maana hivi vifaa huenda tukavipata kwa punguzo au tukavipata kwa bure kabisa, vikatusaidia kutusukuma kwenye uzalishaji. Kiripoti kutoka Kisiwani Pemba, mimi Maulid Hamisi.